Jaji Joseph Warioba amezungumza na mwandishi wetu Jamal Hashim kuhusu uchaguzi huo pamoja na ule wa visiwani Zanzibar. Uchaguzi umeandaliwa vizuri. Mahali pengi kwa mara ya kwanza kwa kweli, sehemu nyingi vituo vilifunguliwa kwa wakati, vifaa vilikuwapo, maofisa wa tume walikuwa hapo kwa wakati, na uchaguzi ulikwenda, wananchi walijitokeza sana, na hasa vijana walijitokeza, na uchaguzi ulikuwa wa amani. Ile process ilikuwa ni nzuri, na mwisho tumefikia sasa. Wakati huu, hata wakati wa kuhesabu kura yametokea matatizo hapa na pale, lakini kwa ujumla kazi yote ile imefanywa kwa vizuri. Mpaka sasa tumefika matokeo kwa sehemu zote za madiwani, wabunge na rais yametoka, na bado nchi imetulia. Nadhani kwa kweli uchaguzi process ile imekuwa ni ya kuridhisha. Na sasa tumempata mshindi Dr. John Pombe Magufuli. Nini hisia zako kuhusiana na mgombea huyu ambaye leo ameonekana ameshinda? Magufuli mimi nilimunga mkono, na kulikuwa na wakati nilikuwa natembea naye katika kampeni zake, lakini ambalo naweza kusema sasa tumempata mtu amechaguliwa kuwa rais. Tumekuwa na uchaguzi wenye ushindani mkubwa sana. Kuna maneno mengi yamesemwa, lakini baada ya kumaliza uchaguzi huu sasa nadhani chini yake lazima turudi tuwe kitu kimoja. Kumekuwepo na malalamiko kuhusiana na uchaguzi huu, hasa kwa vyama vinavyounda umoja wa Ukawa kupitia mgombea wake Edward Lowassa, akisema kwamba uchaguzi umekuwa na dosari za hapa na pale, na anaona kwamba ameonewa, hakutendewa haki, yani uchaguzi haukuwa haki. Mimi sijui msingi wa malalamiko. Wanasema wao kwa jinsi walivyokusanya wanaona ni tofauti, lakini kwa utaratibu wa kisheria wanaokusanya ni tume, na ndio unatangaza matokeo yale kufuatana na jinsi tume ilivyokusanya Sasa sijui kama wanasema zile fomu sio halali, kwa sababu zile fomu watu wao wamesaini. Sasa wanaposema kwamba yari ni fake, mimi sijaelewa. Inawezekana chama kikalalamika. Nadhani vyama vyote au kichukua hivi kubwa wote wamelalamika kwa mambo fulani. Sasa nini kifanyike ili kituvushe hapa tulipo na kuacha taifa hili likiwa na amani na utulivu? Mimi wote wale viongozi waliotangulia ni viongozi wa kitaifa, na wote pamoja na kwamba ilifika wakati wa uchaguzi kila mmoja akachukua upande wake, lakini bado ni viongozi wa kitaifa. Wote ni lazima tushirikiane kusaidia uongozi mpya uweze kusimamia maendeleo ya nchi. Mimi wote naona, maana ni viongozi wa kitaifa. Ukimchukua Lowassa ni kiongozi wa kitaifa, iwe ni Sumai ni kiongozi wa kitaifa, iwe Ngombale ni kiongozi wa kitaifa, na hao waliokuwa na munga mkono Magufuli nao ni viongozi wa kitaifa. Tumemaliza uchaguzi, turudi tuwe pamoja tuweze kusaidia taifa. Sasa nini maoni yako kuhusiana na hili swala la Zanzibar ambalo limepelekea paka kufutwa kwa uchaguzi mkuu ambao umefanyika Jumapili? Kwa sasa hivi nadhani itatuletea matatizo makubwa. Sijajua sababu hasa zilizokuwa kubwa za kufuta uchaguzi ule, lakini umefutwa, utatuletea matatizo. Kwanza, sio rahisi kwamba wananchi wamefanya uchaguzi kwa amani kisha kafutwa. Sasa hatujui itatokea nini kama uchaguzi mwingine utakuja, lakini ninachoomba ni kwamba udumishe amani. Tuone matatizo yaliyotokea, tushauriane, tupate mwafaka, tuweze kufanya uchaguzi. Kama wanafanya uchaguzi, ama kama wakiweza kukubaliana hiyo iliyofanya, kama inaweza kutoa matokeo, wafanye hivyo, lakini tudumishe amani. Naam, mtazamaji, hayo ndo yalotuleta hapa kwa Waziri Mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba, na umeweza kumsikiliza. Basi niseme tu mpaka hapa, hatakuwa na la ziada. Mimi ni Jamal Hashim wa Azam TV.